Naomba kuwasilisha kwenu taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Meru leo tarehe 28 mwezi wa 4 2026. Hospitali ya wilaya ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya huduma ambayo yanatekelezwa kwa awamu mbili, na kwa sasa awamu ya kwanza hospitali inaendelea kutekeleza mradi unaohusisha ujenzi wa jengo la radiology, jengo la mionzi na njia za waenda kwa miguu walkway, kwa lengo la kuboresha huduma za uchunguzi wa kitabibu pamoja na kurahisisha usafiri wa wagonjwa na watumishi ndani ya hospitali. Miradi hii miwili inatekelezwa kwa gharama ya jumla ya shilingi milioni 320. Muda wa utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa utekelezaji wa mradi huu ulianza tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2026 na unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Mradi huu unatekelezwa na fundi mmoja kwa miradi yote miwili, radiology na walkway. Gharama za mradi kwa kila jengo. Jengo la mionzi linagharimu kiasi cha shilingi milioni 172 na njia za waenda kwa miguu walkway yenye urefu wa mita 450 kiunganisha majengo yote mpaka mochwari inagharimu kiasi cha shilingi milioni 145. Hali ya utekelezaji wa mradi kwa sasa. Kwa sasa utekelezaji wa mradi umefikia hatua zifuatazo. Ujenzi wa jengo la radiology umefikia hatua ya msingi. Ujenzi wa walkway kwa sasa umefikia 50%. Na kwa upande wa matumizi ya fedha, hakuna fedha yoyote iliyotumika kwenye bajeti iliyotengwa kwa mradi huu. Manunuzi ya vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni 82 yameshafanyika na kuwasilishwa eneo la mradi kwa ajili ya kuendelea na utekelezaji. Hongereni hospitali ya wilaya ya Meru, hongereni sana. Kazi nzuri. Nimefurahi kwa sababu mimi nilikuwa napiga hesabu ya muda. Yaani muda mliopokea mradi na mlipofikia. Mwezi wa 3 tarehe 24 na mpaka sasa mlipofikia, big up sana. Speed nzuri, ninaamini mpaka fikia ule muda ambao mmepewa timeline, ile time frame ambayo tumeipokea. Ninaamini tukirudi hapa tutakuwa tunaongea mambo mengine, tutatabasamu wote kwa wakati mmoja. Lakini pia nipongeze ile timu ya ujenzi inayosimamia mahali hapa. Kiukweli nimeona kitu cha tofauti kidogo. Speed. Mimi naamini sana katika speed na accuracy. Kwa hiyo accuracy iko vizuri na speed iko vizuri. Congrats. Mkurugenzi pamoja na timu yako. Pokeeni pongezi zote. Kazi hii ni ushirikiano wako pamoja na wataalamu wetu kutoka hospitalini. Walioko hospitalini wengi hawa ni madaktari wanatibu, lakini tunajua wataalamu wengi wanatoka kwa ukaguzi na kusimamia, wanatoka halmashauri. Lakini mwisho tupongeze sana wasimamizi wetu. Tupongeze DMO kwa kazi nzuri zimeendelea, lakini tupongeze pia mganga mfawidhi kwa usimamizi na kwa taarifa iliyonyooka. Na wale wengine wote ambao wako nyuma yenu ambao mmefanya kazi hii. Mimi nimepita kuanzia kule, tunaona kwa macho. Yaani nitamani sifike mwisho, lakini ukiangalia tu hivi unaona kabisa kwamba kuna kitu kimefanyika, fedha zimetolewa na zimetendewa kazi. Kwa kweli tuwapongeze sana. Jukumu kubwa ambalo mnalo ni kumaliza kwa wakati. Tumepita kwenye mradi ambao ni wa mwezi wa 10, lakini mpaka leo tujaambiwa unakabidhiwa lini. Lakini nyinyi mmepokea mwezi wa 3 na mna tarehe ya kukabidhi mradi. Ni kazi nzuri sana. Kazi inaendelea, tumekuta mafundi kazini. Tunaona vifaa viko kazini, kila kitu kiko kazini. Pamoja na changamoto hazikuwasababisha nyie mkarudi nyuma. Kwa hiyo niwapongeze sana Meru, hospitali yetu ya wilaya ya Meru. Lakini pia niwapongeze wengine wote tulioambatana nao wote, kwa sababu wote tunasahau back office. Kuna watu wako hapa lakini wao watatajwa jina lao, lakini wamefanya kazi kubwa sana. Engineer tukupongeze pia ambao unasimamia mradi huu. Sasa kuna mahali tulisema aliyepewa kazi asipewe tena, lakini huyo anayefanya kazi hapa apewe tena. Kweli amefanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo kwa kusema hayo, sisi tufungie tu hapo, tuwapongeze, tuendelee na mradi mwingine. Kwa kweli nimeridhika. Asante.